wametoa ombi moja, walisema ombi letu la kwanza daraja, ombi la pili daraja, ombi la tatu daraja na ombi la 4 daraja. Ile ndio ilikuwa siku yangu ngumu ya kampeni kuliko siku yoyote ile, kwa sababu nikasema hili daraja naenda kuanzia wapi? Hapa ni katika kivuko maarufu kama Kiteputyepu kinachounganisha wananchi wanaotoka kijiji cha Nsanga na wanaoishi ng'ambo ya pili ya Ntaba. Zoezi linaloendelea hapa ni makabidhiano ya site kwa mkandarasi ambaye amefika hapa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa daraja kubwa litakalowezesha wananchi kuvuka na kupitisha mazao yao kwa kutumia usafiri wa gari ambao kwa hivi sasa umekuwa ni mgumu. Huyu hapa mbunge wa jimbo la Busokelo Lutengano George Mwarwiba anaeleza kinagaubaga. Ndugu zangu Wanansanga, ninazo heshima kubwa sana kusimama mbele yenu kwa unyenyekevu kwa jambo hili kubwa. Kwanza nimesema ni Mwenyezi Mungu ameamua kufanya kwa sisi Wanansanga kwa maombi yenu ya muda mrefu, na sisi Mungu ametutumia kwa kumtumia Dr. Samia Suluhu Hassan kukumbuka tabu na mateso ya Wanansanga. Tunamshukuru sana huyu mama, tunamshukuru sana Dr. Samia. Mimi mbunge wa Busokelo mbele yenu Wanansanga ninasema asante Dr. Samia. Mama zetu wakienda kujifungua wameteseka kwa ajili ya daraja hili. Watoto wetu wameshindwa kwenda shule mara nyingine kwa ajili ya daraja hili. Umasikini umeongezeka Nsanga, maeneo ya Ipande Kyela, maeneo ya Matwebe kwa sababu ya daraja hili. Wanansanga wanafanya kazi kubwa, lakini hata wakifanya kazi kwa sababu ya ubovu wa miundombinu wamekuwa wakipewa bei ndogo kwenye mazao yao. Tunaamini daraja hili ni ukombozi wa kweli na wa dhati kwa Wanansanga. Ndio maana kwa unyenyekevu mkubwa ninamshukuru Dr. Samia katika miradi muhimu aliyosema tutaifanya ndani ya siku 100 kwenye Tanzania. Aliona muhimu kukumbuka daraja hili na kutuondolea daraja hili la Kiteputyepu. Wanansanga tunamshukuru sana huyu mama na tunamshukuru pia Mwenyezi Mungu. Tunaamini kwamba watu wengi wamekuwa wakiomba kwa Mwenyezi Mungu. Mungu hashuki mwenyewe. Mungu amemtumia Dr. Samia. Mungu ametutumia na sisi wengine kupiga kelele. Hivyo sisi sote tuendelee kumshukuru Mungu kwa kushukuru kwa kazi njema ambayo serikali inafanya. Na ndugu zangu, nataka niwaambie, daraja hili Dr. Samia na serikali ya Tanzania wanatoa kiasi cha shilingi bilioni 2. Watajenga daraja hili lenye urefu wa mita 40. Lakini sio daraja hili, mnajua liko daraja lingine dogo lenye mita 5. Yote madaraja mawili yanaanza kujengwa kwa pamoja. Ndugu zangu Wanansanga, haya yote ni mambo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni mambo ya kuishukuru serikali yetu, ni mambo ya kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, mimi nasema asante sana kwa haya yote. Tunaamini maendeleo makubwa yatakuja. Vijana wetu wa bodaboda wanaopambana, kina mama na wazee wetu, sasa maisha yanakwenda kuwa rahisi Nsanga. Na ndio maana Mheshimiwa Diwani Mwarwiba, na tumekubaliana tukiwa Ntaba yeye ndo Mwarwiba, mimi sio Mwarwiba huku. Mwarwiba, tunakushukuru kwa kuunganisha watu wa Ntaba. Tunamshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kupiga kelele. Ninawashukuru viongozi wa chama, ninawashukuru viongozi wa kijiji. Tuendelee kufanya kazi kwa sababu Wanantaba ni wachapakazi. Ndugu zangu, mambo mazuri yanakuja na Dr. Samia ameahidi muda sio mrefu. Mimi nilisema tunataka Busokelo kuwa shamba darasa la maendeleo. Nia tunayo, nguvu tunazo, ardhi nzuri Mungu ametupa, na watu wenye nguvu na nia thabiti mpo. Tutakwenda kuleta maendeleo zaidi kuliko daraja la Nsanga. Baada ya kuanza daraja la Nsanga, tutaanza na barabara ya lami kutoka Mbambo mpaka Ipinda. Nayo tutaifanya kwa sababu tunaye rais msikivu ambaye amekusudia kuleta maendeleo makubwa kwenye eneo letu hili la Ntaba. Ndugu zangu Wanantaba na Wanansanga, na washukuru sana. Meneja wa TARURA, ninakushukuru sana wewe binafsi. Ndugu zangu, nikitaka kuwaambia kwamba jitihada hizi ni za kwangu mimi mheshimiwa mbunge peke yangu, nitakuwa nakosea. Ni jitihada za watu wengi ndani ya serikali.
ni jitihada za watu wengi ndani ya chama. Huyu baba Injinia Kindole amekuwa akikesha usiku na mchana tukisaidiana kufuatilia hizi fedha katika daraja hili. Namuomba Mwenyezi Mungu akubariki, Mungu akupe maisha marefu, wewe pamoja na wasaidizi wako na meneja wa wilaya na wafanyakazi wote wa TARURA. Mungu awabariki sana kwa kazi nzuri mnayoifanya kwa taifa letu. Katu Injinia, nimeona niyaseme haya, lakini leo hii wamekuja wakandarasi lililo tukatwali inongwa tutwele bandu. Hatujaleta maneno, tumesema kwamba sisi Busokelo tunasema maneno basi, tunataka maneno kidogo, vitendo vingi. Na ndugu zangu, leo amekuja mkandarasi Ira General Enterprises ambao ni mabingwa kutengeneza barabara na madaraja kwa viwango vya kimataifa. Wamekuja leo, tutawakabidhi mradi na site hapa kwa ajili ya kujenga madaraja yetu haya mawili. Ndugu zangu, tunashukuru sana na tunaamini, wamesema ndugu zetu hapa, mtawapa ushirikiano mkubwa, mtawasaidia. Na mimi niwaombe wakandarasi, ndugu zangu, najua mnao uzoefu mkubwa wa kazi hizi, lakini ninaomba zile kazi mahususi ambazo hazihitaji ufundi wa moja kwa moja, hawa vijana wa Ntaba, hawa vijana wa Nzanga, naomba mwakumbuke kuwapa vibarua kwenye eneo hili. Watakuwa wamepata manufaa makubwa na maendeleo. Ni ombi langu kwako mkandarasi, na najua kwamba jambo hilo ndio maelekezo ya serikali pia. Sina shaka kwamba litafanyika bila wasiwasi wowote. Nao viongozi wa chama pamoja na serikali walioambatana na msafara huu katika tukio hili wameweza kupongeza jitihada za Mheshimiwa mbunge pamoja na Mheshimiwa Rais kwa ajili ya utekelezaji wa daraja hili. Lakini yale ambayo tuliyasema na kazi kubwa ambayo mliifanya ndio matokeo haya ambayo leo tunayaona hapa. Hiyo cha kwanza ni mshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambazo wanafanya kwetu sisi wanyonge, kutuokoa tusiende na maji kwa kuleta hiki kivuko kujenga hili daraja. Shukrani kubwa zimwendee yeye, mama yetu anayejali sana sisi. Watakaosema mengine na waseme, lakini sisi Wanasanga, sisi Wanabusokelo, sisi Wanataba tumetambua kazi yake kubwa kwa hiki ambacho kinafanyika hapa. Asante sana mama, unapotusikiliza tunakushukuru sana. Lakini pia nikushukuru sana Mheshimiwa mbunge, kama tulivyosema, tumesumbuka sana, tumevuka hapa tukiwa kwa miguu, hatujaenda na magari huko, tunaacha magari hapa. Hatukuwa tunapenda, ila tulishindwa kwa sababu ya kivuko hiki kilishindikana. Ujua haya mambo Mheshimiwa mbunge, kuongea ni rahisi, tujenge daraja ni rahisi, lakini kulipata daraja ni shida, kwa sababu hizi pesa tunagawana wengi. Lakini mama amezuruhusu hizo fedha nyingi zije kwetu sisi Wanabusokelo. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ndugu zanguni, mimi kama diwani wenu nina furaha ajabu sana, na mimi ndio mna furaha. Yaani mambo ambayo tulipita, kama nakumbuka, tulikaa kwenye nyumba, tuliahidi mambo mengi sana. Nimwambia mbunge, sisi Wanasanga tuna kero nyingi sana. Kero ya kwanza ni daraja, ya pili daraja, ya tatu daraja, ya nne daraja. Na nilisema sasa hatuahidi, ndugu zanguni, naomba mnielewe, hatuahidi, mtaangalia vitendo. Nafikiri miezi mitatu imepita tu, miezi mirefu, mnaona vitendo hivi hapa. Kwa na mimi tushangilie kwa furaha, angalau Mungu ndio kwa mbinguni. Mara nyingi sana napoenda site kwa kabisa wa kandarasi kwa ajili ya ujenzi wa shughuli mbalimbali za maendeleo, huwa wanapata changamoto sana, ikiwemo shughuli nzima masuala ya wizi na usimamizi wa shughuli zao na masuala mbalimbali wanatekeleza. Sina shaka na watu wa Ntaba, na wakumbusha na niwaombe sana. Tuko ushirikiano mkubwa sana mkandarasi ambaye atatambulishwa kwenu baadaye na meneja wa TARURA mkoa. Huyo ndio atakuwa msimamizi kwa maana mjenzi wetu wa mradi wetu, na sisi tunaobaki hapa ndio tunafaika wa kwanza wa mradi huu. Kwa hiyo niwaombe sana, tuko ushirikiano mkandarasi huyu, lakini pia kila mmoja awe mlinzi wa kuona vifaa vyetu vinatunzwa na vinalindwa vizuri sana, ili usipate changamoto yoyote katika utekelezaji wa mradi huu. Niseme tumekuja kushuhudia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, mbunge wenu aliniambia mimi, bwana, hata kama nitafanya mengine, lakini naomba mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi unisamehe. Kwa kata Ntaba na Kamasegera nina mambo mawili tu, kipaumbele chake cha kwanza daraja la Nsanga. Alikuwa anamuomba, aliniambia mwenyekiti, nitamuomba sana Mwenyezi Mungu nitimize
hayo maono na vipaumbele vyangu kwenye kata hizi 2 au 3. La pili, barabara kwa kiwango cha lami ya Mbambo Ipinda. CCM oye! Na mimi nikamwambia endelea. Kwa hivyo vipaumbele tunakuunga mkono na tunakutia moyo. Mwenyezi Mungu akusaidie ukamilishe hayo mambo mawili katika uongozi wako, kipindi cha uongozi wako. Ameanza la kwanza, na mimi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na tiki kwenye daraja la Nsanga. Hongera sana Mwamba. Nimepata jina hapo, naitwa Mwamba. Na ni kweli niseme, kwenye mitandao walikuwa wanasema hili daraja lilikuwa mfupa mgumu. Mimi naweza kusema lilikuwa jiwe, huwezi hata kulitafuna. Hongera kwa kulisaga jiwe kwa kutumia mashine. Asanteni sana. Mheshimiwa Mbunge, umetuheshimisha sana kwa kweli kukamilisha kero kubwa ya daraja. Lakini nimemwambia injinia wa mkoa kwamba daraja hili linatuunganisha na wenzetu wa Kyela, linatuunganisha na wenzetu wa Rungwe kama Busokelo, na nilipokwenda upande wa pili kwa maana Matwebe na Maskuru walilia kilio hiki, na ameniambia kwamba tunataka basi tuunganishe pia kufika kwenye maeneo hayo. Kuna eneo dogo tunahitaji box kalamati na barabara, lakini ameniahidi vile vile hapa kwamba ni madaraja pamoja na barabara. Hizo pesa bilioni 2 ziko kwenye package moja kujenga pamoja na barabara mpaka Nsanga. Upande wake meneja wa TARURA mkoa wa Mbeya, Injinia Kindole, ameeleza kinagaubaga mradi huu unagharimu shilingi bilioni 2 za Kitanzania na utatekelezeka ndani ya miezi 10 kuanzia sasa. Daraja letu la Nsanga lilikuwa ni kikwazo cha muda mrefu, lakini kupitia mfuko wa serikali kuu tumepata idhini ya kulitekeleza kwa ujenzi wa kiwango cha zege pamoja na barabara zake, kwa maana ya daraja moja kubwa ambalo ni hili hapa lenye urefu wa mita 40, lakini pia daraja ambalo liko mbele lenye urefu wa mita 4 jumla mita 8, litajengwa zote kwa thamani ya shilingi bilioni 2. Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na Mheshimiwa Mbunge, tayari taratibu zote za manunuzi zilikwisha fanyika, na ndio maana mbele yangu niko na wakandarasi ambao walifanikiwa kupata hiyo zabuni kwa jina la IRA General Company Limited ambao nimeongozana nao pale. Na Mwenyekiti pamoja na Mheshimiwa Mbunge, daraja hili litatekelezwa kwa muda wa miezi 10, na baada ya kitendo hichi cha kuwaonyesha hao wakandarasi eneo hili watapewa siku 21 za kwenda kufanya maandalizi ili waanze kuleta mitambo kwa ajili ya utekelezaji wa kazi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, watakaa hapa kwa muda wa miezi hiyo 10, na baada ya hapa daraja hilo litakuja tena kukabidhiwa. Tutatamani sana tutafanya kikao kama hiki ili kukabidhi baada ya ujenzi huo kuweza kukamilika. Mkandarasi huyo atakuwepo hapa, atatengeneza kempu ambayo sisi kama TARURA tunaomba ushiriki wenu, hasa wanangaba, hasa tukizingatia kwamba tatizo hili lilikuwa lote sote, basi tuweze kuwalinda wafanye kazi yao kwa usalama kabisa kwa muda huo ambao watakuwepo hapa. Ila mbunge ametoa ombi hapa na kwamba baadhi ya kazi ambazo si za kifundi basi tuweze kuajiri wazawa wanaotokana na hili eneo. Kwa mfano kusogeza matirio na nini ni moja ya faida ambazo zinatokana na uwepo wa mradi mkubwa kama huu. Basi iwapo hilo lizingatiwe katika utekelezaji wenu. Tutakuwa tukifanya vikao vya mara kwa mara vya utekelezaji vya kila mwezi. Kwa hiyo tutajaribu kuhimiza hilo, na ni moja ya kigezo, sio tu, ni moja ya kigezo katika mikataba kwamba lazima vibarua wale unskilled labor, wale wasio na ufundi wote pia kuajiriwa katika eneo hili. Kwa majina naitwa Injinia Makundi, ni mkurugenzi wa kampuni ya IRA, na hongereni sana kwa kupata daraja kubwa kama hili. Kampuni ya IRA sisi tuko Mbeya na ni wabobezi wa kazi za madaraja na barabara. Tumetoka kukamilisha mradi, tulikuwa tuna mradi Samiko kule mgodini, kuna daraja kubwa pale la mita 50 tumekamilisha,
Kwa wanaofahamu njia ya Chunya, tumejenga daraja pale Lupa, sasa hivi ndio limekamilika daraja kubwa sana pale Lupa. Ndio kazi zetu tunazofanya. Kwa hiyo ondoeni shaka, sisi tunaomba ushirikiano wenu kama mheshimiwa mbunge alivyosema na mheshimiwa diwani pia alivyosema kwamba watatulinda kwa njia zote. Tunaomba ulinzi uwepo, na kwa wale vijana ambao wapo watahitaji kazi, kwa kweli huwa ni tabia yetu kuchukua mafundi, au pia kuna watu watajifunza ufundi hapa ambao wako willing kujifunza, na wavibarua watapata vibarua. Tunahitaji tu ushirikiano. Asanteni sana. Kilio cha kiteputepu hiki cha Nsanga kimekuwa kikubwa sana nyakati za mafuriko, ambapo hali inakuwa ngumu na kufanya wananchi kutoka maeneo tofauti tofauti yanayounganishwa na kivuko hiki, ikiwemo kutoka wilaya ya Kyela pamoja na halmashauri ya Rungwe kushindwa kuvuka kimekuwa kikubwa, na sasa limepatikana jawabu ambalo ndani ya miezi 10 itakuwa ni kicheko kwa wananchi hawa. Gerard Mwamwaja, Mawio TZ Online, endelea kubaki nasi.